usiku malaika katokea, ghafula utukufu wa Bwana ukawang'aria pande zote, wakaingiwa na hofu, malaika akawaambia. Wasanii wanachukua pawa kubwa sana kuzidi sisi wa Kristo. Ni kwa sababu vijana wengi sana wanaishi kwenye maisha ya usanii. Kawinjoy TV, habari na burudani. Hello everybody, nipi mambo vipi? Kajos TV, mimi ni Juma Ramadhani bana. Siku leo tunakuja kutana na mwimbaji wa gospel mkubwa ambaye anafanya vizuri hapa nyumbani, na kuna kuja kuongea naye kuweza kujua kwa nini gospel zinakuwa haziendi kama bongo nyaru, kama ngoma za kina Nyago nini, lakini zinakuwa haziendi. Lakini gospel wanaimba nyimbo ya kuelimisha na ujumbe mkubwa, lakini zinakuwa haziendi. Sababu ni nini? Manager au inakuwa wenyewe waimbaji wanakuwa na pigo zile za zamani, ndio maana ngoma zinakuwa hivyo. Habari yako? Ni nzuri. Mzima? Mzima. Tuambie wewe kama wewe, labda kwa watu ambao wanakuona mara ya kwanza kupitia Kajos TV, tuambie kwa majina pale unaitwa nani? Kwa jina mimi naitwa Adela Madrena Msafiri. Mwimbaji wa gospel. Labda nyimbo ya kazi, jina la kazi zile mnaitwa nani bali, kwa sababu nyinyi mnakuwa na majina ya kazi? Gospel music. Gospel music. Ni kundi hiyo? Sema tulikuzoea unaimba gospel kwenye kundi. Ni kweli, ila ni kuhusiana na mazingira yenyewe. Unaona sasa hivi muziki wa kiusanii ndo naiti sana kuliko nyimbo za kiinjili. Hivi ni mbinu gani ambayo mnaweza kuja nayo ili muweze kupindua muziki wa dunia hapa nyumbani? Hakuna kinachozidi maombi. Inabidi kuomba sana. Bwana, tuambie hapo zamani gospel walikuwa wakiimba watu wa kwaya tu hapa nyumbani, gospel ilikuwa haipo kabisa. Ni kitu gani ambacho kiliwashawishi mpaka mkaanza kuimba nyimbo za gospel kibendi au unajikuta mwenyewe unajibeba mwenyewe unafanya kazi kama na hiyo? Ni kitu gani ambacho kikushawishi mpaka ukafanya kazi kama na hizo? Ni kutokana na mazingira yenyewe ya kempu hii. Unaona sasa hivi tukiangalia maisha ya kiusanii na maisha ya kimungu ni vitu vili tofauti. Sasa unaona wasanii wanachukua pawa kubwa sana kuzidi sisi wa Kristo. Ni kwa sababu vijana wengi sana wanaishi kwenye maisha ya usanii. Labda tunapenda kujua hapo kwenye gospel, ulianza mwaka gani? Mimi kuanzia mwaka 2024. 2024. Mpaka sasa hivi una nyimbo ngapi za gospel? Na nyimbo 10 hivi. Nyimbo 10. Zote ushatoa video? Hivi mtu akihitaji kuziona nyimbo zako anazipata kwenye channel gani? Ya Paradiso Choir. Kwa hiyo kabla hujawa mtu wa gospel ulikuwa kwenye kwaya Paradiso? Ndio. Baada ilikuwa nini au kilitokea kipi mpaka ukaamua kuachana na Paradiso ukaanza kuimba gospel kivyako? Kote mimi sijaachana na Paradiso kabisa. Mimi sijaachana na Paradiso. Kwa sababu gospel choir ni kundi ambalo linatoka kwenye Paradiso Choir. Kwa hiyo baadhi ya watu ambao tunaona kwenye gospel choir utakuja kwa kuta kwenye Paradiso. Na labda kondi ambaye anafundisha kule ndio anafundisha kwenye Paradiso. Ndio. Hapo changamoto zinakuaje pale mnapokuwa mnaandaa mkutano na huku mkiwa mnaandaa albamu kwenda kurekodi gospel, huku mnaandaa mkutano? Inakuwa changamoto inakuaje hapo? Mnakabiliaje hiyo hali ambayo inakuwa nakuta hapo? Lazima changamoto zikuwepo, kwa sababu kwenye kila kitengo lazima changamoto zikuwepo, kwa sababu hata kwenye pia usanii changamoto zipo. Hiyo hali mnakuwa mnaikabilije ili mnapambana nayo hivyo? Hiyo mnakuwa mko studio na mko kwa maandalizi ya mkutano kabisa. Labda kidogo kabla tujaendelea, labda ni mtu mara ya kwanza anakuona anataka asikie, je, kipaji kweli kipo? Kipo sana. Basi dakika moja aweze kuimba tu nyimbo kati ya zile nyimbo zako ambazo ushagawahi kuimba, aweze kusikia kweli kipaji kipo. Nyimbo gani? Kama vile ambayo nimeshawahi kutoka kwenye studio? Kwa sababu ukitoa ile ambayo hujawahi kutoka kwenye studio watakuja kuiba, lakini ambayo kutoka kwenye studio akipenda hapa atakwenda kwenye channel yako na kuipata. Hakuna shida. Basi muda ni wako, unaweza kaimba. Na katika nchi ile walikuwako wachungaji wakikaa makondeni, wakilinda kundi lao kwa zamu, usiku malaika katokea, ghafula utukufu wa Bwana ukawang'aria pande zote, wakaingiwa na hofu, malaika akawaambia.
Bana, masauti yapo kweli, kipaji kipo, bali ni mtu tu unakudaisha wanakuwa na yana bana. Tuambie mpaka sasa hivi maandalizi yako yakoje ya kuhusiana na nyimbo zingine, kwa sababu watu wanatamani wapate vitu vipya siku baada ya siku. Ya sasa hivi kama kesho hivi naangalia kuingia kwenye studio kutoa wimbo mwingine. Kidogo ndio kuambia washabiki zako. Tulimwona mwimbaji wa gospel kutoka Marekani akafika hapa akapiga nyimbo na Nyagomani. Wewe kama wewe, ile nyimbo ambayo alipiga Nyagomani, kweli unaamini kabisa ni nyimbo ya injili ile? Huo ni usanii, sio nyimbo ya injili. Unaikataa kabisa sana. Wewe kama wewe haije katokea ukamshirikisha Nyagomani au Nyagomani akakushirikisha? Na siwezi kabisa, siwezi. Lakini kuna mwingine mwimbaji wa gospel alishirikishwa na OBO wakaimba ile nyimbo ya ni usanii pia. Ni usanii. Wanaimba nyimbo za kidunia, sio nyimbo za injili. Kwa sababu kuna tofauti wa wasanii wa Yesu na wasanii wa kidunia. Lakini si ni collab wasanii wa Yesu na wasanii wa kidunia wakipiga kazi na kazi kubwa? Hakuna. Kwa hiyo tusitarajii kuwa utakuja kufanya collab na msanii wa nyimbo za kidunia? Na haitotokea kabisa. Itatokea. Wewe kumshirikisha au yeye kukushirikisha? Kabisa. Waambie neno moja basi watu ambao wanatazama kwa siku ya leo. Mimi nawapenda sana mashabiki zangu na naomba wanisupport katika nyimbo ambayo inakuja hapo mbele. Nawapenda pia. Asante. Bana, kama ulivyoona kwenye screen yako, kwenye simu yako, mdashi huyu ambaye anafanya vizuri upande wa gospel, na huu hapa ni mchaka kwenye gospel. Tunakwenda kuongea nao mmoja baada ya mwingine, kupigania mastori kutoka hapa nyumbani. Bana, niite Juma Ramadhani kutoka hapa Kajus TV. Bana, asante, kilichokuwa na mwanzo zibaki na mwisho. Achana na mimi, baki hapo hapo. Kawinjoy TV, habari na burudani.